Mtazamaji, ikiwa ni siku 2 zimepita tangu kuadhimishwa kwa siku ya wajane duniani, bado wakina mama wanaonekana ndio wafuatiliaji wa mirathi. Je, umeshawahi kujiuliza kwa nini wakina baba hawaonekani ama kuonekana kuwa nyuma katika swala hilo? Na moja kwa moja nampisha mwenzangu Remi Yasinti kutoka hapo Morogoro. Remi, karibu sana katika matangazo haya ukiangazia hilo swala zima la mirathi. Asante sana Shamimu Mlacha, kama ulivyoweka mada mezani. Wakina mama wengi wameonekana kuwa mstari wa mbele kwenda kufuatilia masuala ya mirathi. Lakini kulikoni wakina baba? Nipo na mtaalamu kutoka kituo cha usaidizi wa kisheria hapa Morogoro. Yeye atakwenda kutuambia kulikoni. Karibu ndugu yangu. Asante. Jina langu naitwa Chediel Godfrey Senzige, ni msaidizi wa kisheria. Ni kweli, lakini kwanza tufahamu mirathi ni nini. Mirathi ni mchakato mzima wa kisheria ambapo familia wanaufanya mara tu mtu anapokuwa amefariki kwenye kaya. Kwa hiyo mchakato huu unafanyika kwa ajili ya aidha mgawanyo wa mali au kulinda mali za marehemu. Na mara nyingi imezoeleka kwamba anapofariki baba, familia wanafanya mchakato wa mirathi. Lakini anapofariki mama, familia hawafanyi mchakato wa mirathi. Dhana hii imeumbwa toka zamani kwa sababu hapo zamani wanawake walikuwa si watu wa kumiliki mali. Lakini kadiri elimu ilivyokuwa inatolewa, wanawake na wao sivyo wanamiliki mali. Sasa yako madhara ambayo yanaweza yakatokea kwenye familia ambayo mama amefariki na alikuwa anamiliki mali. Kwa sababu mali yoyote inapoingia kwenye mgogoro, kwa mfano ardhi inaingia kwenye mgogoro, inapofika kwenye vyombo vya sheria, mchakato utahitaji msimamizi wa mirathi wa ile mali alikuwa ni nani, ndipo taratibu nyingine za kisheria zifuatwe. Kwa hiyo kwa mwanamke anapofariki alafu familia kutokufungua mirathi, hii ina athari kubwa sana kwa siku za usoni. Kwa hiyo ni waase wanaume katika familia, sio kwamba anapofariki baba tu ndio mchakato wa mirathi ufanyike, lakini hata anapofariki mama lazima mchakato wa mirathi ufanyike, kwa sababu inawezekana marehemu alikuwa anamiliki mali. Kwa hiyo kama hakuna msimamizi wa mirathi, sio rahisi ile mali kupata ulinzi. Kwa shughuli zenu hizi mnazozifanya za usaidizi wa kisheria, kesi za namna hii zipo kwa kiwango gani? Sawa. Kwa asilimia kubwa hapa sisi kituo cha msaada wa kisheria Morogoro, wanaokuja kuomba kupewa maelezo au taratibu wa kufungua mirathi ni wakina mama. Maana yake wamefiwa na waume zao. Lakini ni aghalabu kumuona baba kaja hapa anaomba elekezwe mchakato wa kufungua mirathi kwa ajili ya marehemu mke wake. Kwa hiyo hii ndio taswira haswa inachoelekeza kwamba kwenye kaya nyingi bado wana hiyo dhana kwamba anapokufa mwanamke hakuna umuhimu wa kupata msimamizi wa mirathi, bali anapokufa mwanamume au baba ndio kuna umuhimu wa kufanya mchakato wa mirathi. Lakini hili jambo ni la msingi sana. Jambo hili linalifanisha na dereva wa pikipiki ambaye yeye anavaa element baada ya kumuona trafiki, lakini kumbe anatakiwa avae element kwa sababu ya usalama wake. Kwa mirathi ni kwa ajili ya usalama wa mali za marehemu. Asante sana. Bila shaka wakina baba wenzangu wamekusikia na mimi nimekusikia. Shamimu, na wewe bila shaka umemsikiliza vizuri kabisa. Mimi hapa sina la ziada. Morogoro, nirejeshe matangazo haya hapo kuendelea na TBC Ardhio. Asante sana Remi Yasinti, lakini la muhimu ni kila mmoja kuandika wosia ili kuepusha sintofahamu pale mmoja hapo anapofariki.